Okay. Karibu Elimu Mtandao, mtandao ambao unakusudia kutoa elimu masomo yote nchini Tanzania kwa ngazi zote za sekondari. Leo tutajifunza mada ya Kiswahili, mada ya sarufi, na leo tutaangalia kipengele kinachohusu jinsi ya kutambua mzizi wa neno. Kipengele hiki ni muhimu sana kufahamu kwa sababu wanafunzi wengi wamekuwa wakibahatisha kufahamu mzizi katika neno lolote. Na ili kufahamu mzizi katika neno kuna njia tatu rahisi. Njia ya kwanza kabisa ni kutumia mnyambuliko. Njia hii itakuwezesha kupata mzizi katika neno kwa maana rahisi ya kwamba mzizi ni sehemu ya neno isiyobadilika baada ya neno kufanyiwa mnyambuliko. Na hebu tuone mfano. Kwa mfano, ukiwa na neno anacheza. Ukiwa na neno anacheza, hili neno ni kitenzi. Tukitaka kupata mzizi katika neno hili kwa kutumia mbinu hii ya mnyambuliko, tutachofanya ni kulinyambua neno katika maumbo mbalimbali. Kwa mfano, tukisema mchezaji, alafu tukasema mchezo, au tukasema walivyochezesha. Ukichunguza katika mifano hii, sehemu ambayo haijabadilika kabisa ni mchezo. Hii ndio sehemu ambayo haijabadilika, na kwa msingi huo sehemu isiyobadilika hapo ndiyo tunaiita mzizi. Kwa hiyo hapa tutasema mzizi ni chess katika maneno haya. Mbinu ya pili ya kutambua mzizi ni kutumia mbinu ya umoja na wingi. Umoja na wingi. Mbinu hii tunaitumia zaidi kwenye maneno ambayo ni nomino na kategoria za maneno zinazofuatana na nomino. Kwa kutumia mbinu hii utatambua sehemu isiyobadilika katika maneno ambayo ni nomino, hasa kwa kuzingatia dhana ya umoja na wingi kwa kigezo hasa cha ngeli za kimapokeo. Kwa mfano, nomino mtoto, umoja, wingi wake tunasema ni watoto. Kwa hiyo katika maneno haya sehemu ambayo haibadiliki ni toto, na sehemu hii ndio tunaweza kuita mzizi au shina katika neno hili. Hali kadhalika ukisema vijana, ambayo wingi ni ukisema kijana, umoja, ambayo wingi ni vijana. Hapa pia tunaona sehemu ambayo haibadiliki ni jana, na hii basi tutaiita ndio mzizi au shina katika maneno hayo mawili. Kwa hiyo maneno ambayo ni nomino tunaweza kutambua umoja na wingi kwa kutumia tunaweza kutambua mzizi kwa kutumia dhana hii ya umoja na wingi. Njia ya tatu ni kuzingatia muundo ndani. Kuzingatia muundo ndani. Maneno na hasa vitenzi vyenye asili ya Kibantu huwa vinakuwa na muundo ndani na muundo nje. Tunapozungumzia muundo ndani, huu ni muundo wa kikamusi. Muundo wa kikamusi ni ule unaohusisha mzizi asilia pamoja na kiambishi tamati maana. Kwa mfano, ukipewa neno mchezaji, muundo ndani katika neno hili, yaani muundo wa kikamusi, itakuwa ni cheza. Au ukipewa neno msomi, basi muundo ndani itakuwa soma. Muundo ndani ni ule wa neno jinsi lilivyo katika kamusi. Sasa ukitaka kufahamu mzizi katika maneno kwa kutumia mbinu hii ya muundo ndani, tunasema cha kwanza
lirudishe neno katika muundo ndani, yaani liondoe katika mnyambuliko, kisha chunguza neno hilo. Iwapo litakuwa limeishia na irabu a, tunasema vitenzi vyote vyenye asili ya Kibantu huwa vinaishia na irabu a. Ukiona kitenzi katika muundo ndani kimeishia na irabu a, basi ukiondoa hiyo irabu a, kinachobaki ndio mzizi. Kwa mfano, katika cheza, tukiondoa a, tunabakiwa na chez, ambayo ndio mzizi. Katika soma, muundo ndani huo, tukiondoa a, tunabakiwa na so, ambayo ndiyo mzizi. Lakini dhana hiyo inakuwaje ikiwa ni kwa maneno yenye asili ya kigeni? Maneno yenye asili ya kigeni huwa hayaishii na irabu a katika muundo ndani, yaliyo mengi sana. Na kanuni rahisi ni hiyo hiyo, lirudishe hilo neno katika muundo wake wa ndani. Kwa mfano, starehe, ukirudisha katika muundo ndani litabaki hivyo hivyo starehe, na hapo utalichukua neno starehe kama lilivyo. Hapo huwezi kupata muundo kama ulivyo katika maneno yenye asili ya Kibantu. Au neno ukisema tulimsamehe, muundo ndani utakuwa samehe, na hapa utaona katika muundo ndani neno hili halijaishia na irabu a, na kwa hiyo halifuati ile kanuni ya maneno yenye asili ya Kibantu. Hapo tunalichukua neno kama lilivyo. Kwa hiyo ni rahisi kusema maneno yenye asili ya kigeni na hasa vitenzi havitoi mzizi asilia kama ilivyo kwa maneno yenye asili ya Kibantu hasa vitenzi. Ila maneno yenye asili ya kigeni kama starehe, samehe au shukuru. Kwa mfano kusema walitushukuru. Neno walitushukuru, kitenzi asilia au muundo wake wa ndani utabaki shukuru kwa asili ya neno lenyewe shukuru. Na hapa tutapata neno hili kuwa hiyo ndio sehemu ya kiini cha neno halisi. Kwa hiyo njia rahisi ya kutambua mzizi katika maneno mbalimbali ni njia tatu kama tulivyosema. Ni njia ya kutumia mnyambuliko, lakini vile vile kuna njia ya kutumia umoja na wingi, na mbinu ya tatu ni kuzingatia muundo ndani wa neno. Kwa leo tutaishia hapo. Karibu sana Elimu Mtandao kwa masomo zaidi ya haya.